Mwanamke huyo aliwasili nyumbani kwa mume wake kwa mara ya kwanza. Alijisukuma tu mlango kwa upole, lakini mlango mzima ulianguka ghafla kwa kishindo kikubwa. Bata waliokuwa uwanjani wote walishtuliwa naye. Bata mmoja, kana kwamba alitaka kulipiza kisasi, alikata mharo makusudi kwenye viatu vyake vipya. Binti wa mume wake aliona hili na mara moja akamwonya bata asimwonee mama yake mpya, au sivyo angepikwa na kuliwa. Mwanamke huyo alipoingia ndani hakutarajia nyumba ya mume wake kuwa duni kiasi hicho. Kwa bahati nzuri, watoto hao wawili walikuwa wanafikiria sana. Hawakumletea tu kiti cha kukalia, lakini pia walimwagia kwa wema glasi ya maji. Kwa sababu ukingo wa kikombe ulikuwa umemezuka, mvulana huyo aligeuza upande mzuri kuelekea kwake. Msichana huyo alipoona viatu vichafu vya mwanamke huyo alileta taulo haraka ili kusaidia kuvisafisha. Mwanamke huyo alijaribu kukataa, lakini kiti kilivunjika ghafla na akaanguka moja kwa moja chini. Mvulana huyo alihisi hatia sana kiasi kwamba alitokwa na machozi papo hapo. Yeye na dada yake wote walitaka kumfurahisha mama yao mpya. Badala yake walikuwa wameishia kumuumiza. Mwanamke huyo alimfariji haraka na alipoona nyuso za watoto zikiwa chafu kidogo, alitaka kwenda kwenye sanduku lake la nguo ili kupata kitambaa, lakini watoto walielewa vibaya wakifikiri alikuwa anafunganya ili kuondoka na wakamshika mkono wakimwomba asiende. Mwanamke huyo aliwahakikishia kwa upole, mmekuwa wema sana kwangu, siendi popote. Kusikia hivi watoto hao wawili mara moja wakawa na furaha. Hapo hapo palikuwa na kelele nje, alikuwa mume wake akirudi nyumbani kutoka kazini. Mwanamke huyo alipomwona aliganda kwa kushangaa. Alikuwa hakutarajia mume wake mpya kuwa mtanashati kiasi hicho. Kwa kuwa ilikuwa mara yao ya kwanza kukutana, mwanamume huyo alikuwa na wasiwasi mkubwa. Alitaka kumwagia glasi ya maji, lakini mtoto wake wa kiume akauliza maua aliyokuwa amemwandalia mama yako wapi? Mwanamume huyo alimkabidhi mkoba wake na kusema hakukuwa na maduka ya maua karibu katika kijiji hicho. Hivyo alitumaini hatasikitishwa na aina ya maua aliyokuwa ameleta. Lakini mara tu mwanamke huyo alipochukua mkoba huo aligundua jinsi ulivyokuwa mzito. Alipoangalia ndani alipigwa na butwaa kabisa. Ilikuwa ni bando la maua lililotengenezwa kabisa kwa dhahabu tupu. Kuona sura yake ya kushtuka, mwanamume huyo alifikiri hajayapenda. Wakati huo msichana alizungumza ghafla akisema kwamba baba na kaka yake wote walikuwa wanaume na labda hawakuelewa moyo wa mwanamke. Kisha akatoa saa na kumvisha mwanamke huyo kwenye mkono wake. Mwanamke huyo alipoona saa hiyo ya mbunifu iliyofunikwa na almasi, hatimaye aligundua kuwa mume wake kwa kweli alikuwa tajiri sana. Hakuweza kujizuia kumuuliza, mama yangu alisema unauza samaki, je, kuuza samaki kweli kunaweza kuingiza pesa hizi zote? Baada ya kusikia hivyo, mwanamume huyo alimpeleka kuona mradi wake wa kufuga samaki. Mwanamke huyo alikuwa hakutarajia mradi huo wa kufuga samaki kuwa mkubwa kiasi hicho. Mwanamume huyo alieleza kuwa alikuwa ameingia mkataba wa ufugaji wa viumbe wa baharini. Watoto hao wawili pia walijivunia kuwa familia yao ilikuwa na biashara katika biashara za nje, hoteli, utalii na nyinginezo. Mwanamke huyo aligundua ghafla kwamba alikuwa ameolewa na mtu tajiri zaidi katika kijiji hicho. Kabla hajamudu kuelewa vizuri, mwanamume huyo alimkabidhi kitabu cha benki kilicho na mamilioni ya dola, akisema kuanzia sasa atakuwa msimamizi wa pesa zote za familia. Hivyo mwanamke huyo aliamua kuikarabati